Karibu sana tujadili kuhusiana na usambazaji wa gesi asilia majumbani, ambapo serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC imekuwa ikitekeleza hilo katika maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Tumeshuhudia baadhi ya maeneo ikiwemo Mikocheni, maeneo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kwa upande wa kule Mtwara pamoja na Lindi na hata Pwani, Mkuranga. Tutafahamu nini ambacho kinaendelea mpaka sasa, ikiwa utekelezwaji kwa vitendo wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia, hasa kwa kuanzisha huo utekelezaji wa mradi wa usambazaji wa gesi asilia majumbani ambao umeendelea kufanyika. Na hapa studioni tutazungumza zaidi kuhusiana na hili tukiwa na mhandisi Ariatides Kato ambaye ni mhandisi kutoka idara ya biashara ya gesi TPDC. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Shukuru kwa kunikaribisha. Asante sana. Asante sana. Na bila shaka baadaye tutapata pia wasaa wa kuangalia namna mfumo huu wa gesi asilia unavyofanya kazi, lakini kwa sasa tunafahamu ni mradi ambao umekuwa ukitekelezwa kwa muda sasa. Pengine utujuze kuhusiana na hatua ilipofikia mpaka sasa. Asante sana. Kama ulivyosema kwamba ni mradi ambao umekuwa ukitekelezwa kwa muda mrefu. Tumeanza matumizi ya gesi asilia majumbani, hasa tukizungumzia matumizi kwa ajili ya kupikia majumbani. Mwaka 2011 tulipofanikiwa kuunganisha baadhi ya nyumba chache katika eneo la Mikocheni hapa Dar es Salaam. Na tulianza mradi huo kama sehemu ya majaribio. Baada ya kuona basi mradi umefanikiwa, ndo tukaanza sasa kutekeleza zaidi, kuweza kupanua wigo wa matumizi ya gesi asilia kwa kuunganisha nyumba ama kaya zaidi. Na mpaka sasa hivi kwa Dar es Salaam tayari maeneo kama Mikocheni nyumba nyingi zaidi zimeshaongezwa, lakini pia tunalo eneo la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwenye zile nyumba za walimu wa chuo tumeunganisha, lakini pia eneo la Mlarakua. Vile vile tunalo eneo kule Police Barracks kule Kurasini tayari tumeshaunganisha majumba pale kwa ajili ya matumizi gesi asilia. Hii ni kwa ajili ya Dar es Salaam kwa sasa, lakini pia mradi huu umeenda zaidi kwenye usambazaji pia katika maeneo ya Mtwara. Pale Mtwara mjini tayari kuna nyumba zimeunganishwa zinatumia gesi asilia. Lakini vile vile katika eneo la Lindi pale Mnazi Mmoja tumeunganisha nyumba ambazo zinatumia gesi asilia. Kwa hiyo ni zaidi sasa, zaidi ya nyumba, naweza kusema zaidi ya nyumba 1500 hivi zimeunganishwa na zinatumia gesi asilia kama sehemu ya nishati safi ya kupikia badala ya kutumia mkaa ama mafuta ya taa ama hizi nishati nyingine ambazo sio safi kwa mazingira. Lakini hatujaishia hapo kwamba tumetekeleza, lakini tunaendelea kila mwaka inatengwa fungu la fedha kwa ajili ya kusambaza gesi asilia majumbani, ambapo katika mwaka huu wa fedha tunaendelea na hatua hizo za usambazaji wa gesi asilia, ambapo sasa hivi mkandarasi kwa sasa anaendelea na kuunganisha majumba katika eneo la Lindi pale Mnazi Mmoja, ambapo kuna nyumba pia zinaendelea kuunganishwa pamoja na zile ambazo zilishaunganishwa katika awamu za nyuma, lakini zimeendelea kuongezwa nyingine ambao mkandarasi tayari yuko site, lakini mkandarasi huyo yule ataendelea kufanya kazi katika eneo la Pwani, eneo la Mkuranga, nako pia tutaunganisha nyumba. Kwa hiyo tunategemea mpaka huu mwaka wa fedha unaisha kwa ile fungu ambalo limetengwa litaweza kuongeza nyumba zaidi ya 900 katika ile idadi ambayo tayari ilishaunganishwa. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambazo tunaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nishati safi kwa ajili ya kupikia na kuachana na zile nishati ambazo sio safi kwa mazingira. Lakini sio kwamba kwa upande wa usafi na salama kwa mazingira tu, ila ni kwamba ni nishati ambayo ni nafuu sana. Ni ya gharama nafuu ukilinganisha na nishati hizi kama za mkaa, lakini pia ukilinganisha na zile gesi nyingine za mitungini zile ambazo tumezizoea ambazo tunazitumia mle majumbani. Kwa hiyo serikali inalenga kuhakikisha kwamba wananchi wake wa Tanzania wanapata nishati hii ambayo pia itakuwa ni nafuu na kuwapunguzia zile gharama za upande wa nishati ya kupikia majumbani. Umezungumzia kuhusiana na bajeti ambayo ilitengwa kwa mwaka huu wa fedha unaoelekea kukamilika bilioni 5.3
kwa lengo la maeneo ya Lindi pamoja na Pwani, Mkuranga na Mnazi Mmoja kule Lindi. Ni asilimia ngapi katika maeneo hayo yote mawili mpaka sasa imefikiwa? Kwa kile ambacho tumekiplani kukitekeleza kulingana na fungu hilo, mpaka sasa hivi tunapenda kwa asilimia 40 tumekwisha tekeleza sasa. Na tunategemea kama nilivyosema, angalau mpaka inafika mwisho wa mwaka huu wa fedha, haya maeneo mawili niliyotaja tutakuwa tumekamilisha kwa ile plani ambayo tuli plani kwa ajili ya kuunganisha hizo nyumba katika eneo la Mnazi Mmoja na hapa Mkuranga Pwani. Lakini ni zoezi endelevu kwamba serikali kupitia Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania itakuwa ikiendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuunganisha nyumba zaidi kila mwaka wa fedha. Na jitihada hizi zinaungwa mkono au tunafanya sambamba ama pamoja na wakala REA ambaye ni wakala wa nishati vijijini. Kwa hiyo nao pia tayari wamekwisha weka mpango ambao kwa kushirikiana pamoja nao tutaweza kuunganisha nyumba zaidi, na ambapo sasa wao wako tayari kwa ajili ya kutoa hiyo fedha ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya kuunganisha nyumba zaidi. Kwa hiyo kupitia mpango na mashirikiano haya kati ya TPDC na REA, tunaamini kwamba ile idadi za nyumba zitakazokuwa zikiunganishwa kwa kila mwaka zinakwenda kuongezeka sasa, na tutafikia wananchi wengi kulinganisha na idadi ambayo tayari tumeshaunganisha sasa. Naam, haya tunazungumza hapa kuhusiana na mpango wa serikali hasa kupitia Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC kutekeleza mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia kwa kuanzisha pia utekelezaji wa usambazaji huo wa gesi asilia majumbani katika mikoa mbalimbali hasa Lindi, eneo lile la Mnazi Mmoja pamoja na Pwani, Mkuranga. Na tunazungumza hapa na mhandisi Ariatides Kato ambaye ni mhandisi kutoka idara ya biashara ya gesi, na umetueleza mengi kuhusiana na kile ambacho mmeendelea kufanya. Sasa usambazaji huu kwa wale ambao pia bado hawajafikiwa na huduma hii na wanatarajia kutumia huko mbeleni, nini ambacho wanapaswa kufahamu hasa kuhusiana na mchakato mzima? Na hapo Hilda pia kuhusiana na njia za usambazaji, mtu inamfikiaje nyumbani kwake? Gesi hii kama nilivyosema ni tofauti na ile gesi ya tunayotumia sasa hivi kule majumbani kwenye mitungi, ambayo ile pia huwa inafikishwa majumbani kwa kutumia mitungi. Hii ya kwetu tunayozungumzia gesi asilia ni gesi ambayo inasambazwa kwa kupitia mabomba. Tunawaunganisha wateja kwa kuweka miundombinu ya mabomba kama vile miundombinu ile ya mabomba ya kusambaza maji ardhini ambayo kwa hiyo tunapitisha ardhini. Kwa hiyo hasa kubwa tunahitaji maeneo ambayo ni rahisi kufikika kwa sababu tunapita ardhini. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na zile tunasema corridors za kupitisha yale mabomba kuweza kuwafikia wananchi, na yale mabomba mara nyingi tunayachimbia chini kama zaidi ya mita 1.5 kwenda chini. Sasa tunahitaji eneo ambalo limepangwa kwa uzuri ili kurahisisha upitishaji wa yale mabomba kuweza kuwafikia wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa na matumaini ama matazamio ya kutumia gesi asilia, basi na wananchi nao watusaidie pia wanapofanya ile ujenzi wa makazi, kuwe ni mahala ambapo angalau wanajenga katika namna ya plani iliyokuwa nzuri ambayo itasaidia pia tunapofika wakati huo kuleta hiyo miundombinu ya mabomba iwe rahisi kuweza kuwafikia, kwa sababu sasa hivi kuna mahala pengine ambapo unakuta tunapata changamoto ya kuweza kuwafikisha wananchi husika hizo huduma ambazo tayari changamoto hizi tumekwisha kumbana nazo katika haya maeneo ambayo niliyataja ambayo tumeshaunganisha gesi asilia, kwamba unahitaji kumuunganisha mteja ambaye yuko hatua ngapi kutoka mteja mwingine alipo, lakini unajikuta sasa huwezi kumfikia kwa sababu unahitaji kupita labda kwenye kiwanja cha mtu ambacho inabidi yeye mwenye kiwanja sasa akubali wewe kuweza kupitisha pale. Na wakati mwingine akikataa, basi inakuwa sasa ishakuwa changamoto kwa yule jirani yake kuweza kupata gesi. Kwa
Kwa hiyo lakini sasa kungekuwa kumetengenezwa plani nzuri kwamba wananchi wamejenga, lakini zile njia zimebaki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu kama hiyo inapitishwa, basi changamoto hizo zisingekuwepo. Lakini pia changamoto hizo zinaongeza pia gharama, kwa sababu wakati mwingine unahitaji kumfidia huyo mtu ambaye saa nyingine anasema hawezi kupitisha pasipo kunilipa. Kwa hiyo kama ulitenga kiasi cha fedha kwamba ungeweza kuunganisha nyumba kadhaa, basi unaweza kujikuta kwamba hizo nyumba zinapungua, kwa sababu utahitaji kutumia fedha nyingine kwa ajili ya kumfidia huyo mtu ambaye anahitaji ama unahitaji kupitisha bomba kwenye eneo lake. Kwa hiyo wananchi tuwaombe waweze sasa kuweka miundombinu hasa ya ujenzi wa makazi katika namna iliyokuwa bora, katika namna iliyoplaniwa vizuri, ili kusitokee changamoto kama hizi. Nimeangalia hapo njia ambayo inatumika kufikisha gesi majumbani, kwa maana kwa njia ya mabomba. Sasa nafahamu kwamba gesi ni moja kati ya nishati yenye nguvu na pengine uangalizi wake ni mkubwa sana. Ili zoezi limekuwa salama kiasi gani? Zoezi hili ni salama sana kwa sababu kama nilivyosema, kwanza tunahakikisha yale mabomba tunayafukia kwa kina, ile depth ya zaidi ya mita 1.5 chini kwenda ardhini. Lakini pia gesi hii huwa inaongezwa harufu fulani ambayo inamsaidia mwananchi kuweza kutambua pale inapokuwa imevuja kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu ile harufu inayoongezwa mle ndani ni kwa ajili ya usalama ule. Lakini pia gesi inayokwenda majumbani inakuwa tayari imeshapunguzwa ule mkandamizo, inakuwa katika mkandamizo mdogo. Kwa hiyo hata inapoweza kutokea shida haiwezi kutengeneza athari yoyote kubwa, kwa sababu tayari gesi imepunguzwa katika kiwango, yani imepunguzwa ule mkandamizo. Ukiangalia kule inakozalishwa kwenye visima, inatoka kule ikiwa katika hali ya mkandamizo mkubwa sana, na ile inasaidia kwa ajili ya kuweza kuiwezesha kusafiri, ndio maana inakuja kwa mkandamizo ule. Lakini inapofika sasa wakati wa kuisambaza kwenye matumizi, tunaweka vifaa vinaitwa pressure reduction stations, ambao vile vifaa vinasaidia kuondoa ule mkandamizo mkubwa ambao gesi imetoka nao kule kisimani, ili kuifanya kuwa salama zaidi na kuipitisha kwenye makazi ya watu ili isitengeneze athari yoyote ile. Sawa. Sasa tuangalie moja kati ya nyumba ambayo tayari imepata huduma hiyo na inaendelea kutumia huduma hiyo, na tunaungana na mwenzetu Jafari Mponda ambaye yupo kwenye moja ya nyumba hiyo ambayo inapatikana Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam. Jafari Mponda, karibu sana. Sawa. Jafari Mponda akiwa sawa, tutaungana na moja kati ya nyumba ambayo tayari imepata huduma hiyo. Hofu yangu ilikuwa kwenye hilo juu ya huo mfumo wa kusafirisha hiyo gesi mpaka kumfikia mtu kwenye matumizi. Kuna mambo ambayo wanapaswa kuyazingatia ambao wanatumia gesi hiyo ikishafika nyumbani? Kubwa kabisa ni hilo la usalama, kwa sababu gesi kama ilivyo ni gesi ambayo hatuwezi kusema kwamba haiwezi kulipuka. Ina tofauti na hii gesi ya mitungini, kwamba ule uwepesi wa kulipuka sio sawasawa na hii gesi ya mitungini. Kwa hiyo tunachowaeleza wananchi wanapokuwa wanatumia ni ule usalama, na mara nyingi tunawapa maelekezo na mafundisho pala kwa kila mteja tunayemunganisha, tunampa zile hatua za kuchukua kama endapo kumetokea changamoto yoyote ile ambayo inaweza ikapelekea athari yoyote ile kwenye matumizi hayo ya gesi asili. Ya kwanza ni kumweleza kwamba atakaposikia ile harufu, basi kuna hatua za kuchukua, ikiwa ni pamoja na ile namna miundombinu tunayoweka mle ndani. Kuna baadhi ya valve ambazo ziko ndani ya nyumba yake ya huyo mteja, kabla ya kufika kwenye jiko lake tunamwelekeza na kumuonesha mahali pa kufunga ile valve. Lakini pia tunakuwa na namba za simu ambazo kila mmoja anapewa kwa ajili kwamba ikitokea shida, basi anaweza kupiga ile simu ambayo timu ya TPDC inakuwa wakati wote masaa 24 inafanya kazi. Kwa ile namba inapopigwa, basi inapokelewa, na kama kuna shida, changamoto yote kubwa ambayo mteja mwenyewe hawezi kuiattend, basi wataalamu wataweza kufika katika eneo husika na kuweza kuondoa ile changamoto ambayo inaweza yote kama imejitokeza. Kwa hiyo wananchi wengi tumekuwa tukiwaelekeza, na mpaka sasa hivi hatujapata changamoto kubwa ambayo imepelekea labda kufanya tishio lolote. Na kama nilivyosema kwamba tumeweza kutumia gesi asilia majumbani tangu mwaka 2011. Kwa hiyo
sio experience ya muda mfupi. Miaka 14 ni experience ya muda mrefu sana. Na kama kungekuwa na changamoto yote basi kubwa tungeshaipata, lakini kwa sababu ya ule usalama na namna ambavyo tumeweka miundombinu ile imeweza kutupa assurance ya usalama wa matumizi ya gesi asilia majumbani. Na katika hilo sasa la usalama na uhakika, mwenzetu Jafari Mponda kama ambavyo ametujuza Richard, yuko katika moja ya nyumba ambazo zimeunganishiwa tayari huduma hiyo na zinatumia katika eneo la Mikocheni hapa Dar es Salaam. Jafari, habari za hapo na karibu sana, utujuze. Adamu, asante sana Hilda Foya. Hapa ni njema sana. Kifupi nimehamasika katika nini? Nimekutana na mwenyeji wangu hapa, mwenye nyumba hii ambayo inatumia gesi asilia ambazo ni nyumba za shirika la maendeleo ya petroli TPDC, ambapo tayari kuzungumza nami kwa kina kwa wakati huu na Beatrice Chacha, mwenye nyumba. Habari za hapa? Habari ni nzuri sana. Ndio. Karibuni sana Azam TV. Shukrani sana. Kifupi tu tunatamani tuuone mfumo huu wa gesi asilia ambao wewe unaotumia hapa kwa matumizi ya nishati kwa ujumla. Kwanza kabisa mimi kama mtumiaji wa gesi asilia, wa nishati ya gesi asilia, ambaye ni mama wa nyumba hii, nashukuru sana serikali ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kuendelea kuiwezesha shirika letu la maendeleo ya petroli Tanzania kutupa huduma hii ya nishati ya gesi asilia. Ni huduma bora sana, huduma ambayo inajali afya ya mtumiaji, huduma ambayo inajali uchumi wa Mtanzania, ni gharama yake ni gharama nafuu sana kwa matumizi ya Mtanzania na kwa uchumi wetu. Vizuri sana. Haya, tuende katika mfumo wenyewe ambao tunataka tuuone kwanza. Mnaunganishiwa vipi na pengine upo vipi? Mfumo ni kama unavyoonekana hapa. Ndiyo. Hii ni sehemu ambayo ina mita ambayo sisi tunanunua unity kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania. Tunanunua uniti moja kwa shilingi 1,000, ambayo hiyo uniti moja unanunua kama mita za kawaida, kama unavyonunua luku, unakuja unanunua, unaziweka, unaingiza humu kwenye mita yetu. Ukishaingiza, mfumo wenyewe unasoma moja kwa moja. Ukishaingiza unit, moja kwa moja gesi inaingia. Ambayo kwamba mimi natumia unit ya shilingi 1,000 ambayo ni uniti moja kwa siku. Kwa maisha ya Mtanzania natumia hiyo kwa kupikia vyakula vyote. Napika maharage, napika nyama, nachemsha maji ya kunywa. Yani shilingi 1,000 naitumia kwa kupikia matumizi yote ya siku nzima ambayo maisha yetu ya kawaida tunayatumia. Sasa mfumo huu umeunganishiwa lini? Kwa maana kama una muda gani sasa? Mfumo katika mtaa wetu wa TPDC na ndani ya shirika letu ili la maendeleo ya petroli ya Tanzania, tulianzishiwa sisi kama wafanyakazi, nadhani ni zaidi ya miaka 8 tunatumia. Walianza kama kuangalia jinsi gani watatumia kupitia wafanyakazi wao wenyewe. Sasa mimi nautumia zaidi ya miaka 8. Zaidi ya miaka 8 Beatrice Chacha anatumia mfumo huu ambao tumeuona kwa hapa nje. Ni kama ule ambao tunautumia pale nyumbani kutumia luku au pengine mfano wake kwa ujumla. Sasa tayari ashaunganishiwa na hapa ndipo ambapo anakuja kuongeza hiyo token yake ambayo amepewa na shirika hili la maendeleo ya gesi. Sasa ukitoka hapa unaingia wapi mfumo huu wa gesi mpaka kuanza kutumika? Pengine Beatrice utupeleke katika jiko lako sasa ambalo tunatumia gesi hii. Baada ya kuingiza hizo token, huu ni mfumo wa gesi kama unavyoona umeunganishwa, umepitishiwa hapa, unakuja moja kwa moja hadi huku ndani. Tunaona hii ni valve ambayo ina nani gesi, inakuja hadi hapa. Hapa unapoona nimefunga gesi yangu. Ili mimi nianze kuitumia natakiwa nifungue hapa. Nikishafungua nachukua kiberiti changu. Nachukua kiberiti? Yes, nachukua kiberiti changu. Nawasha gesi yangu ambayo imeshaunganishwa kwenye mfumo. Nishafungua na iwasha gesi yangu hapa ili nianze kuitumia.
Imewashwa, tunawasha gesi hapa ambayo tayari imewashwa kwa ajili ya matumizi sasa. Tayari tumewasha. Baada ya kuwasha hapo, kama unavyoona ni nishati ambayo ni safi, bora, ni nzuri, haina uchafuzi wa mazingira, ni nishati ambayo inaangalia uchumi wetu. Kwa matumizi ya unit moja kwa shilingi 1,000 napikia kila kitu, alafu si chafuki. Alafu ni bora kwa afya. Unaona kabisa hapa hakuna moshi wowote, hakuna kitu chochote, yani ni safi kwa afya ya matumizi ya mwanamke ambaye anatumika muda wote jikoni, inakuwa ni nzuri sana. Sawa. Kidogo na majojo hapa tuiangalie huo ndo moto. Huo ni wa saizi ya mwisho kabisa au? Sasa hii sio wa saizi ya mwisho, inategemea na jiko. Jiko langu nimelitumia zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo hata ile unakuta lazima tuite fundi alisafisha, alizibue. Naona sijalizibua kama siku 3, ila ina moto mkubwa zaidi ya hapa. Sawa. Unataka kutukaangia yai? Yes. Basi weka tuone. Tuakaangiwa yai. Vizuri sana. Wakati kwa tunaendelea kuzungumza, umesema gesi hii ni nzuri kwa afya, na tukiwa tunasubiria yai hili likaangwe hapa kwa gesi asilia. Hem, niambie basi pengine labda kwa nini unatuambia kwamba kiafya nishati hii ni salama? Ukilinganisha na nishati nyingine, tunaangalia enzi zile wazee wetu vijijini walikuwa wanatumia kuni. Ukitumia kuni kwanza kabla hujapigwa unalia. Yani kwanza ni nishati ambayo ilikuwa inaumiza sana afya ya mwanadamu. Ukienda kwenye nishati nyingine kama mkaa, unachafua mazingira, unakata miti. Lakini hii gesi asilia tunaona uchakataji wake ni mzuri sana, ambao mpaka unamfikia mtumiaji wa mwisho na yeye pia anaona faida, haimzuru yeye mwenyewe. Ni nishati kwa afya na nishati bora sana kwa mwanamke ambaye anaitumia muda wote, na pia ni nishati ambayo ya gharama nafuu ambayo Mtanzania wa namna yoyote anaweza akaitumia. Sasa hapa naendelea kupika. Kitunguu hiki. Hiki ni kitunguu. Nawapikia na yai. Muone jinsi gani, kwanza ni ya haraka. Ni nishati ambayo muda wowote, hata saa 8 usiku ukiamka una njaa, hauhangaiki, unawasha tu gesi yako, ili mradi uhakikishe unit zako haziishi. Unakuwa unafanya nini? Unafanya monitoring ya unit zako. Na ikiisha kuna reserve ambayo inakunotify kwamba wewe imebakia unit 5, unatakiwa ununue unit zingine. Kwa na shirika la maendeleo ya petroli katika uchakataji huu wa gesi imefanya vizuri sana, hata kama mtu ambaye ni mtu ambaye haendi jikoni kwa mara kwa mara, ana uwezo wa kufanya monitoring, kwa sababu hata dada yule ambaye hajasoma, umemtoa kijijini kabisa, anajua kabisa unit sasa zimeisha, zimebaki 5, natakiwa kumwambia mama tuongeze unit zingine. Kwa hiyo ni mfumo ambao ni mzuri na unatuwezesha hata kama uko busy, una uwezo wa kuendelea na maisha yako, una uwezo wa kujua kwamba gesi sasa hivi inakaribia kuisha, kwa sababu kama gesi zikibaki chache na kunotify, hiyo ni nishati nzuri. Tofauti na mkaa, unaweza ukajikuta umeisha wote hujui. Alafu sijui jinsi ya kusema, ni kwamba ni gesi ni nishati bora na ina matumizi mazuri, na pia ni nishati ambayo uzuri zaidi inajali afya ya mtumiaji. Nakushukuru sana Beatrice. Kwa shilingi 1,000 yake moja inamwezesha kupika kila anachokihitaji. Maharage, ndio maharage, nyama, ndio mayai kabisa, maji ya kunywa. Sisi wa Tanzania wengi tunachemsha maji. Sawa. Una familia ya watu wangapi? Mimi hapa kwangu nina familia inafika watu 10. Familia ya watu 10, unit moja kwa shilingi 1,000. Je, ungenunua mkaa au kuni ungetumia kwa kiasi gani? Hilda Foya, maisha ni mapesi kweli kweli kwa gesi asilia bila shaka. Naona wewe unasubiri yai tu. Nataka niwaambie atakula huku. Hiyo mwache na majojo. Haya, Mponda, shukrani sana. Asante. Jeff, wewe utakuja kula huku kaka? Kwamba hili
Nimemuuliza Beatrice, hili yai ni kwa ajili yetu wageni? Kabisa. Hakika kabisa. Una tomato mama? Tomato ninayo. Nitakuwekea pale mezani baada ya kumaliza hivi. Basi haina shida, nishamaliza, imekwisha hii. Tumevuka. Hawahi kurudi sasa. Hawahi kurudi. Shukrani sana Jafari Mponda, na kama ambavyo ametueleza hapo ni eneo la Mikocheni. Bila shaka pilot project ambayo mlianza na mmeendelea pia katika maeneo mengine, na wakati sasa tunakamilisha, tunafahamu zoezi hili ni endelevu na mpango ni kuongeza maeneo mengi zaidi ambayo mnaunganisha na kupata huduma hii. Ni mambo gani hasa ambayo mngetamani Watanzania wafahamu? Jambo kubwa ni kama ile alivyosema mtumiaji mwenyewe hasa live kwamba jambo la kutambua ni kwamba gesi asilia hii ni nafuu sana, ni ya bei nafuu ukilinganisha na nishati zingine. Lakini pia waweze kuitofautisha gesi hii, maana wengi wamekuwa wakiuliza mbona gesi tunayo hapa nchini lakini tunauziwa bei kubwa. Lakini ni kwamba wao wamekuwa wakichanganya gesi asilia pamoja na ile gesi ya mitungini ambayo imezoeleka na inajulikana huko kwenye maisha yetu kule mitaani. Kwa hiyo wajue kwamba gesi asilia tunayozungumzia ni gesi ambayo inachimbwa moja kwa moja kutoka ardhini kama gesi, lakini pia inapatikana hapa nchini. Zile gesi nyingine zile za mitungini tunazozitumia kule majumbani sasa hivi, zile zinanunuliwa kutoka nje ya nchi, kwa sababu zile zinapatikana katika yale maeneo ambapo wanazalisha mafuta. Pale anapotokea mafuta wakati wa kuyachakata ndio inatokea gesi asili. Gesi hiyo ya mitungini inaitwa LPG na inawekwa katika mitungi kwa ajili ya matumizi hasa ya kupikia majumbani. Kwa hiyo wananchi waweze kuitofautisha kwanza kwamba gesi tunayofanya kazi nayo sisi kama TPDC sio ile ya mitungini. Hii ni gesi ambayo ni gesi asilia na tunaisambaza kwa njia ya mabomba hasa kwenye upande wa kwenda majumbani kupikia. Hatuisambazi kwa njia ya mitungi. Hii haiwezi kukaa kwenye mitungi. Hii gesi asilia unaweza kuweka kwenye mitungi, lakini sasa kwa sababu ya ile asili yake. Kwanza yenyewe ni tofauti na ile ya LPG ambayo tumezungumza. Sasa kwa sababu yenyewe ni nyepesi sana, nyepesi kuliko hata ile LPG na ni nyepesi kuliko hewa. Sasa ili kuweza kuweka kwenye mitungi unaweza kuweka, lakini utatumia mkandamizo mkubwa sana ili kuweza kuingiza kwenye mitungi, lakini pia angalau kuweza kupata kiwango ambacho mtu akiwekewa kwenye mtungi anaweza akatumia kwa muda kadhaa. Sasa yote haya ukichukua kwamba unaweka kwenye mtungi kwa mkandamizo mkubwa, lakini pia utahitaji mtungi ule kuwa na uimara sana, kwa sababu utaweka kwenye mkandamizo mkubwa, uimara kuliko hata mitungi mingine ya kawaida. Sasa zote hizo zitakuongezea gharama. Sasa mwisho wa siku unaweza kujikuta hapa tumezungumzia unit moja shilingi 1000, inaweza ikawa kubwa zaidi hapo kiasi kwamba ikawa sio sasa haionyeshi unafuu sana. Ndio maana inakuwa inapendelewa zaidi peleke kwa njia ya mabomba hasa inapokwenda kwenye matumizi majumbani. Kwa kumalizia, mpango wenu ni upi, pengine baada ya muda gani mnatarajia kufikia malengo yapi? Sisi tunatekeleza usambazaji wa gesi asilia sio majumbani tu, lakini viwandani, kwenye magari, kwenye taasisi na kadhalika, kutumia ule mpango wa taifa, ile master plan ya usambazaji wa gesi asilia. Kwa hiyo ni matarajio kwamba kulingana na hatua tunazokwenda nazo tutaweza kufikia maeneo mengi, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunaifikisha gesi katika mikoa yote hapa Tanzania, na hata ule mpango wa taifa wa usambazaji wa gesi asilia umeainisha vizuri kwamba tutafika katika maeneo yote, na plani ni zaidi ya miaka sio mingi sana tu, angalau tumekava zaidi ya nusu ya nchi iweze kutumia gesi asilia, sio majumbani tu, lakini ifikie maeneo kwamba tuweze kutumia gesi asilia kwenye viwanda, kwenye taasisi, kwenye kuzalisha umeme, lakini pia kwenye magari. Badala ya kutumia petroli ama diesel kwenye magari yetu, tuwe na uwezo wa kuwa na vituo vingi ambavyo vitawezesha magari sasa kujaza gesi asilia na kutumia. Kwa kifupi, wakati ulieleza kwamba
wapo ambao watahusika katika hii budget ya mwaka 2024-2025 bilioni 5 zilizotengwa. Lakini wale ambao hawapo sasa katika mpango huu wa budget, kwa upande wao gharama zinakuaje? Bilioni 5.3. Kama nilivyosema kwamba kila mwaka wa fedha tunatenga budget. Na ile budget inatokana na kile kiwango cha fedha ambacho kinakuwa kimepatikana katika mwaka huo wa fedha husika, ambacho sasa ukishakipata kile kiwango ndo nagawa kwamba kwa kiwango hiki tutaweza kuunganisha nyumba kadha wa kadha katika mwaka huo husika wa fedha. Lakini kama nilivyosema kwamba sasa hivi tunashirikiana na REA ambao tayari yeye sasa amekwisha anza utaratibu wa kutenga fedha ambazo kila mwaka wa fedha tutakuwa tukipata na kuweza kuunganisha nyumba zaidi. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajaunganishwa, basi tutaendelea kuweka kwenye ule mpango wa kuunganisha gesi asilia kwenye majumbani kwa kutumia budget ya shirika ya serikali kupitia TPDC, lakini pia REA. Ila pia hapo mbeleni tunategemea kwamba tutakuwa labda na utaratibu ule wa wananchi kuweza kuchangia kiasi, kwamba kwa sababu tunafanya kazi kwa gharama zote zinabebwa na serikali kupitia TPDC, kwamba mwananchi yeye kazi yake ni kununua jiko tu, lakini mbeleni tunakusudia kwamba tutakuwa na ule utaratibu kama wenzetu wanavyofanya wakina usambazaji wa maji na umeme, kwamba angalau wanachangia kiwango kidogo kwa ajili ya kuweza kuwezesha kuunganisha gesi asilia. Lakini pamoja na hilo pia tunakusudia kushirikisha makampuni binafsi ili yaweze pia nao kushiriki kwenye kusambaza gesi asilia, ambayo sasa yatakuwa yanaunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha kwamba nishati safi inawafikia wananchi. Asante sana mhandisi, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi na tunakutakia majukumu mema. Ni mhandisi Aristides Kato, atuwie radhi awali nilitambulisha kama Aristides lakini ni mhandisi Aristides Kato ambaye ni meneja mradi wa SNG. Yeye pia ni mhandisi kutoka idara ya biashara ya gesi ya TPDC, tukizungumza mengi kuhusiana na usambazaji wa gesi asilia majumbani. Tunakamilisha hivi kwa sasa. Mimi ni Hilda nikiwa na Richard Gaila.